Lakini je, ziara hii itabadilisha chochote katika vita vya muda mrefu nchini Sudan Kusini? Hapo awali mwenzangu Skola Kisanga alizungumza na mchambuzi wa siasa Dr. Edgar Gathua kutoka Kenya na mwandishi wa BBC Monitoring Mohamed Maalim ambaye anaanza kuielezea ziara hiyo. Ziara ya mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher katika mkoa wa Jonglei ina uzito mkubwa kidiplomasia na kwa sababu inaweka mgogoro wa Sudan Kusini katika ajenda ya kimataifa. Pia inaashiria kuwa Umoja wa Mataifa unatambua hali hiyo kama dharura ya kiwango cha juu. Ziara yake pia ni mojawapo ya njia ya kuongeza shinikizo la kisiasa kwa serikali na makundi yenye silaha. Basi ziara hiyo pia inatoa taarifa za moja kwa moja kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu hali halisi ya usalama, kisiasa na kibinadamu nchini South Sudan. Naam, shukran. Dr. Edgar, pengine kwenye ziara kama hizi, wakati eneo fulani, mataifa fulani lina migogoro, je, zina uhalisia na zimekuwa zikisaidia kwa namna yoyote ile kuleta mabadiliko? Ziara kama hili, vile mwenzangu amesema, itafanya Umoja wa Mataifa kitu cha kwanza iweze kutia maanani na mkazo kujua kuwa kuna shida kule. Kwa hivyo mafanikio ambayo tunaweza tarajia hapa ni kuwa Umoja wa Mataifa utaweza kwa njia moja ama nyingine kuweza kuweka vikwazo vikubwa na kuishawishi serikali ya Sudan Kusini iwache mapigano ambayo yanaendelea kule na iweze kulinda raia, na labda maafa yatapunguka na huo mgogoro na hivi vita vitapungua upande ule, kwa sababu shida kubwa ni kwa sababu majeshi ya serikali ambayo iko chini ya uongozi wa Rais Salva Kiir na majeshi ama mrengo ambao unaomfuata ambaye amefungiwa ule makamu wa rais Riek Machar, majeshi yao ndio wanapigana hapa, na kwa hivyo utakuta kuwa Umoja wa Mataifa unaweza ingilia na ukaweza kushawishi serikali ya Sudan Kusini iweze kuweka mikakati ambayo italeta amani. Kwa hivyo hii ziara inaweza zua mambo mazuri. Ziara hii inaweza kuzua mambo mazuri. Mohamed Maalim, kwa nini tuwe na imani kwamba huenda kutakuwa kuna mabadiliko? Na tunajua mzozo huu umekuwepo kwa muda mrefu, na wakati tunapozungumza tunaona kiongozi ama tuseme hasimu wa muda mrefu wa Salva Kiir, Riek Machar, amekuwa kizuizini kwa muda mrefu. Kwa nini tunaamini sasa pengine ziara Tom Fletcher italeta mabadiliko yoyote? Kwa kawaida ziara kama hizi huwa vinaonyesha mshikamano na kuhamasisha ufadhili. Hivyo mara nyingi huchochea kuongezewa kwa misaada ya dharura. Hata hivyo hazibadilishi moja kwa moja mzizi wa kisiasa ya mgogoro. Mabadiliko halisi hutegemea iwapo serikali itashirikiana, ufadhili utaongezeka, na kama makundi yenye silaha yatazingatia wito wa kusitisha mapigano. Ushawishi wa UN ni wakati, si wa moja kwa moja, lakini tunavyojua ushawishi wake ni wa kupitia komisheni ya UN iliyo South Sudan, yani United Missions in South Sudan, shinikizo la Baraza la Usalama, na pia kwa kupitia misaada ya kibinadamu. UN inaweza kushawishi, lakini haiwezi kulazimisha serikali bila azimio kali la Baraza la Usalama vikwazo. Basi serikali ya Rais Salva Kiir Mayardit bado ina mamlaka ya mwisho ndani ya nchi, na utekelezaji basi utategemea utashi wa kisiasa. Dr. Edgar, ripoti nyingi tu tumeona zimekuwa zikitolewa mara kwa mara, hasa zile za madaktari wasiokuwa na mipaka kuhusu mashambulizi kwenye vituo vya afya, lakini pia wafanyakazi wa misaada, jambo ambalo limekuwa likileta hofu, lakini pia kusababisha hali ya kibinadamu kuzidi kuzorota zaidi na zaidi. Unadhani kuna uwezekano wa haya tukiona yakibadilika kidogo baada ya ziara hii? Huenda tukaona mabadiliko, kwa maana ziara hii ya Tom Fletcher itaangazia maafa, itaangazia janga ambalo liko pale na vile watu wanaumia, na huenda sasa Umoja wa Mataifa ukaweka vikwazo vikali katika serikali ya Sudan Kusini na tukaweza kuona mabadiliko. Kwa hivyo tuseme ziara ya Tom Fletcher ni ya maana, kwa maana itaangazia vile mwenzangu alivyosema, itaangazia kuwa kuna maafa ambayo yanatokea pale na vile watu wanaumia. Kwa hivyo huenda ili ziara likaweza kuangazia kuwa lazima Umoja wa Mataifa uingilie na utie mkazo na uweze kuweka vikwazo ama kushawishi zaidi serikali ya Sudan Kusini ili maafa yapungue pale na vita vipungue.
Namna tukiendelea bado kuangazia Sudan, serikali ya Sudan imeikosoa Uganda kwa kumkaribisha kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo, ikitaja hatua ya rais wa Uganda alivyomkaribisha kama kudhalilisha ubinadamu. Tangu Aprili mwaka 2023, Sudan ikiongozwa na mkuu wa majeshi Abdel Fattah al-Burhani imekuwa kwenye vita na vikosi vya RSF. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama Dennis Konga kuhusiana na ziara hiyo ya Mohamed Dagalo nchini Uganda. Kwanza, serikali ya Sudan kwa maana ya Khartoum imeweza kukosoa hivyo kwa sababu wao hawamuoni Dagalo kama ni kiongozi ambaye anastahili heshima, kwa maana ni muasi ambaye ameshiriki kwenye mambo mengi ya uvunjifu wa haki za kibinadamu, uhalifu wa kivita dhidi ya binadamu. Kwa hiyo wanaona serikali ya Uganda kuweza kumpokea inapelekea kama kuonesha yeye bado ana nguvu ya kuweza kuleta mabadiliko ndani ya nchi ile ya Sudani. Sasa ukienda mbali zaidi utagundua kwamba wao kwenye siasa za kimataifa wanapenda zaidi serikali ziweze kuzungumza na serikali. Mpaka pale mambo yanapokuwa yamekaa vizuri ndipo labda waweze kuitwa kwenye meza ya mazungumzo. Sasa unaweza kuona amekuja Dagalo ameenda Uganda pasipo kuwepo na uwakilishi wa pande nyingine ambayo serikali, na ndio maana unaona kwamba wao wanakuwa wameka kwamba kwa nini mnamruhusu huyu ambaye hastahili kuwepo hapo aweze kupewa nafasi hiyo. Kabla ya ziara hiyo ya Dagalo, tayari tunaona wiki moja kabla Rais Museveni alishamwalika Malik Agar, yeye ni msaidizi wa Burhan. Sasa udhani labda alimwalika kwanza yule na sasa hivi amemwalika huyu kama akitaka kuleta upatanishi kati yao. Nafasi ya Museveni sasa tuzungumza kama mwakilishi au mpatanishi aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika inamruhusu kufanya haya yote ambacho wanakifanya hawa wote, kwa maana ya kwamba serikali ya Burhani na shutuma zao kwa nchi ya Uganda ni kujaribu kuzoesha siasa za kimataifa, kuleta umuhimu wa serikali, yani kwamba wanaona kama nafasi ya serikali sasa Sudani inaondolewa pale. Kwa hiyo ili kwenye uga wa kimataifa waweze kutambua nafasi ya serikali iliyopo, ndio maana wanapeleka haya malalamiko, lakini ni shutuma ambazo kimsingi zinataka kuzoesha siasa za kimataifa, kwa sababu kwa nafasi ya kwake kama mpatanishi Museveni anaweza kaona namna gani ya kwenda kuanza. Ndio maana mara ya kwanza alimwalika msaidizi wa Burhani na sasa ameonana kabisa na kamanda Dagalo. Kwa hiyo haya yote labda anataka kutengeneza picha fulani ambayo ni nzuri ya kwamba namna gani wataenda sasa kwenye meza ya mazungumzo, yeye akiwa kama ni mpatanishi. Wakati yote haya yakiendelea, tunaona kwamba zile juhudi za kuweza kusitisha mapigano ambazo zinachukuliwa kimataifa zimeshindikana. Hali itakuwaje baadaye iwapo juhudi za kusitisha mapigano zinagonga mwamba kila wakati? Kwa kweli hali ni mbaya na inasikitisha sana kwamba ni sisi wenyewe wa Afrika tunauana, tunafanyana mambo ya hiana mengi sana. Kwa mfano uhalifu ambao unasemekana kufanyika maeneo kwa mfano Darfur kule ni makubwa sana, na huduma zile za kibinadamu hazizo. Kwa hiyo haya yote yanapotokea, na ukiangalia jitihada za jumuiya ya kimataifa na nchi mbalimbali, utagundua kwamba hayatusaidii sana kama Afrika, lakini pia hayawasaidii wale watu. Sasa haya yanayoendelea sasa, kwa mfano kwa sasa hivi kwa Rais Museveni kama mwakilishi wa Umoja wa Afrika katika upatanishi kule, tunatamani kuona kwamba yangeweza kusaidia, yangeweza kuchagiza watu waweze kukaa. Na ndio maana unakuta kwamba hata Rais Museveni yeye amesisitiza zaidi kwamba sio tukapigane, lakini tungekaa chini tuweze kuzungumza. Ile unaona kwamba maslahi ya mataifa mengi ndiyo ambayo yanapiganishwa ndani ya Sudani, na hatuwezi kujua haya mataifa mengi ambayo yanapigana ndani ya Sudani. Sana imetajwa kwa mfano nchi ya Falme ya Kiarabu kwamba ikihusika sana kuweza kudhamini, kuweza kutoa usaidizi kwa upande wa Dagalo, lakini na mataifa mengi yanasemwa huko. Sasa yanaenda wapi? Ndio maana tunasisitiza sisi wengine kwamba muhimu ni kuona kwamba maisha ya kawaida ya wananchi wa Sudani yanarejea katika hiyo, na hii itawezekana kwa kukaa chini na kuweza kuzungumza, lakini pia pasipo kuondoa usaidizi wa jumuiya ya kimataifa. Na wakati hali ya mapigano ikiendelea ndani ya Sudan, tunaona raia wengi, wananchi wake wakiyakimbia makazi yao na wengine hata kutoka nje ya nchi, na Chad imekuwa kimbilio la wengi, kimbilio la haraka. Tumesikia kwamba Chad imefunga mipaka yake. Sasa nini hatma ya raia wa Sudan wanaokimbia vita?
Hatima ni mbaya, na lazima tuseme hapa, ukiona jumuiya ya kimataifa, haya mashirika ya misaada, mpata taarifa kwa mfano upande wa kule Darfur, wafanyakazi wengi wa mashirika haya kutoa misaada na usaidizi wa kibinadamu wameuawa. Kwa hiyo maana hali inakuwa ni tete zaidi pale ambapo mipaka ya nchi jirani inapokuwa inafungwa. Sasa hao wataenda wapi? Na hii inakuwa ni kinyume na sheria za kimataifa, kwa sababu sheria za kimataifa inasema lazima tutoe usaidizi au kwa wananchi wanapokuwa wanapata madhira haya. Sasa unaweza kuona kweli nchi ya Chad imelemewa. Ukiangalia pia kwa mfano nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati pia ina idadi kubwa ya wakimbizi, lakini hii bado haitoi unafuu, kwa maana ya kwamba tufunge mipaka pasipo kutoa usaidizi. Usaidizi lazima uwepo. Naam, tukiachana na hayo, waendesha mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya jinai ICC wamekuwa wakiwasilisha hoja zao dhidi ya rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte. Anashtakiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu wakati wa kampeni yake ya vita dhidi ya dawa za kulevya. Vikao hivyo vitaamua iwapo kuna ushahidi wa kutosha ili kuendelea na kesi kamili mahakamani. Zaidi na Isabela Mwagodi. We will be here in the ICC. We'll be here. Ni sauti za waandamanaji nje ya mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC, ambapo rais wa zamani wa Ufilipino alikuwa kizimbani hii leo kusomewa mashtaka ya ukiukaji wa haki za binadamu wakati akiwa madarakani. Mr. Duterte play a pivotal role. Mwendesha mashtaka akisoma mashtaka hayo kwa Rodrigo Duterte, rais huyo wa zamani aliye na umri wa miaka 80. Naibu mwendesha mashtaka wa ICC Mane Niang alifahamisha mahakama hiyo wakati wa kwanza kwa kesi dhidi ya Duterte binafsi alihusika moja kwa moja. Kesi hiyo imeanza rasmi hii leo na itasikilizwa kwa wiki moja, ambapo majaji wataamua ikiwa atafunguliwa kesi au la. Duterte mwenye umri wa miaka 80 hakuhudhuria baada ya mahakama kuridhia ombi la utetezi la kutokuwepo kwake, licha ya majaji kuamua kwamba alikuwa na afya nzuri. Baada ya vikao kusikilizwa uwasilishaji wa mashtaka, majaji watakuwa na siku 60 kutoa uamuzi wa maandishi iwapo rais huyo wa zamani atafunguliwa mashtaka au la. Niang alisema Duterte alikuwa na jukumu muhimu sana katika mauaji ya nje ya mahakama ya watuhumiwa wa biashara na matumizi ya dawa za kulevya, kwanza akiwa meya wa mji wa Davao, kisha akiwa rais. Wakili wa utetezi wa Duterte Nicholas Kaufman alipinga vikali madai hayo, akiyataja mashtaka yao kuwa hayana msingi na uchochezi wa kisiasa. Kaufman alikiri kuwa mteja wake alikuwa mtu wa kipekee ambaye alikuwa mwenye msimamo mkali katika njia zake na mwenye matamshi ya kupindukia, majigambo na hotuba kali za kisiasa. Hata hivyo, alishutumu upande wa mashtaka kwa kuchagua vipande vya hotuba ya Duterte, akiongeza kuwa nyingi kati ya hotuba hizo zilisitiza umuhimu wa kuzingatia sheria. Makundi pinzani ya waandamanaji waliweka kambi nje ya mahakama tangu mapema hii leo. Wakili wa Duterte alisema hotuba za rais huyo wa zamani hazikuwa na nia kuua, bali zililenga kupandikiza hofu katika mioyo ya wahalifu. Kaufman aliambia majaji wa mahakama hiyo ya ICC kwamba ushahidi dhidi ya Duterte haujajitosheleza kabisa na kwamba mashtaka hayo hayana msingi. Alikuwa rais wa Filipino kati ya mwaka 2016 hadi mwaka 2022 na alikamatwa mjini Manila mwezi Machi mwaka jana na kusafirishwa hadi Uholanzi, ambapo anazuiwa kwenye gereza la Scheveningen.